I think our media in Tanzania has been corrupted to deliver propaganda, to deliver their agenda, to steer the country into certain direction. Africa is young. The rest of the world is old. Yeah. The rest of the world is working so hard to bring young people from Africa to their places, to their countries, to their nations, to their economies. And so the biggest lesson looking back has been ujana is complex kwa sababu hakuna ramani ya ujana, and we are asking them too much because we want them to act like adults. And I can tell you for free kwamba young people, they are capable. All they need is a direction. Is the media doing justice to it? Is it doing injustice to it? Or it's not up to media to do justice to it? There's no light at the end of that tunnel, if that is the case. Leo tulivyokuwa studio, Saidi aka na msimu wake. Bwana, kila chenye utamu kwa si uchungu. Na ikatufanya tufikirie sana episode ya leo. Ni kwa sababu episode yetu ya leo inahusiana na ujana. Kwenye ujana kuna mambo mengi na kuna perceptions nyingi. Kuna misemo pia mingi. Ujana maji ya moto. Wanasema ukiwa kijana damu yako inatakiwa imechemka. At the same time watu wengine ujana wao unachelewa sana kuanza na wengine unachelewa sana kuisha. Kuna wengi wanafanya makubwa na wengine hamna kitu wanachokifanya na maisha yao katika ujana wao. Na kwenye hii episode yetu ya leo, mgeni wetu ni kijana ambaye atatuelezea jinsi ya kuishi na vijana wa Kitanzania kwa namna ambayo inawawezesha na inawakuza hao vijana kwa na mchango zaidi katika jamii yetu. Na mgeni wetu wa kutupiga msasa siku ya leo ni Alan Lucky. Alan, karibu sana Msasani. Asante. Yeah, thank you for making time. Umetuheshimisha kwa uwepo wako leo. We appreciate you being here. Thank you. And you look so cool, man. Like I think even like I said, I look like you and I'm older. How like and your energy is youthful. Is it because you've been working with young people for a long time, or is it's just who you are, or are there things you're doing to make sure you keep yourself? Because just some of us are older than we actually are. Our souls are old and tired. Yes. And you're like the opposite of that. Oh yeah, maybe. Kwanza pia mmenishimisha. Thank you for the invite. I've been following you guys. I know your work. Now to answer your question, I always think the same. I even always tell my wife kwamba I feel like 10 years younger than I look. Yeah. Inside my mindset, I feel like I'm so young than the way I look outside. Yeah. And I think it's because I have been working with and for the youth throughout my career. Kwa hiyo mimi nikionaga vijana hivi mtaani wanajisikia furaha sana, especially wakiwa wanafanya vitu. Yeah. Unaona huyu yuko busy kama umeniambia professional dancer. Yeah. You know, photographer. Yani, right. I like meeting them. I like having conversation with them, understanding their mindset, because kwenye maisha kuna errors. Error as in time. Error is a mistake. Okay. Error. Yes. Na mimi I think, for example, myself, my error huwa inakuwa in a group of 10 years. Okay. After every 10 years, I feel like something is changing in me, from the way I think, probably to the way I look, but the people will say. But the way I think, it's different. So nikishapita miaka 10 nikikutana vijana ambao nimewazidi miaka 10, I would love to hear from them. Okay. But what's different? What's different now, especially nikiangalia mimi nilikopitia, nilivyosoma, nilivyokuwa nafikiria wakati huo na sasa hivi na nini. So I've been in that space
for such a long time, na mimi wanasema kwamba I have dedicated my life for the young people, because everything I do is for them. Everything I do, whatever I touch, whatever I do, is either to empower them, either to impart some confidence, some knowledge. Everything I do is something for the youth. Yeah, and I think that's what makes me younger as well. Okay. Yeah. Okay. Do you have kids? Yes, I do. How many? I do have 3 kids. Are they young? Are they teenagers? Are they in their 20s? One is a teenager. Uh-huh. The first one is actually turning 16 this year. And others were, the second one is 8 years old. And the last one is 6. Okay. They're all girls. Yeah. Sawa. You're a girl dad. Safi, una mbwa wakali. Hamna mbwa wakali. Ni mbwa mkali. Wewe mwenyewe ni mbwa mkali. Unadhani kwa sababu ya aina za kazi na jinsi career yako ilivyokupeleka ina affect how you go about malezi wewe kama baba? Yeah, a lot. Yeah. A lot. Kwa sababu huwa tufanyi tu kazi, huwa tunakuwa kwenye kazi. You understand that? Yeah. Yani you just don't do a job ukamaliza. Every single day when you do that job, there's something you learn. Yeah, that means you're growing in that specific job you're doing, but also you're growing as a human being in life. Kwa hiyo mimi nimetembea kwenye space ya communication in a way kwamba nimejifunza communications, how they affect reactions, how they cause reactions, responses and stuff like that. That helps me kwenye malezi. Nikiwa naongea na watoto wangu, nikiwa nazungumza na mke wangu, nikiwa kwenye mkutano wa kifamilia na nini. Unajua ile ukiwa unafanya kazi kiasi kwamba umeizoea na unaijua to the point kwamba wanatoaga mfano kwamba ukiamshwa saa 9 usiku una uwezo wa kutamba nayo. Yeah. That's how it is for me. Even the way I communicate, even in normal days that I'm not working, but when I meet people, the way I communicate, somehow the principles are there in my communications. Okay. Yes. The principles are there. So the work I'm doing, the people I meet, the knowledge that I'm gathering on day to day helps me also kwenye upande wa malezi ya watoto wangu. Okay. Yeah. Okay. Of course, watoto siku hizi wako so different from the way we were as kids. You can't compare. And I think they're growing so fast. Okay. Yeah, so fast. Kwa sababu when I look at my 8-year-old and comparing her with me when I was 8 years old, oh my God, there's a huge gap. Vitu wanavyofanya. Yes. Yeah. There's a huge gap. Kwamba what she knows, what she does, what she says, what she thinks, the way how she thinks right now, and the way I was when I was 8 years old. Ni dunia mbili tofauti. Unaona? So yeah. So what I'm doing helps me there as well. Okay. So people of my generation, I think which generation is are you? So I'm a millennial. Yeah, millennial. Yeah. Also a millennial. 90s baby. So 90s millennial. So ulikuwa unasema mimi ni mzee, kumbe wote ni wazee. Of course. Mimi ndo kusema mzee, nikasema I want to age like you. Oh, you want to age? Yeah, because I know you're older than me. Wewe ni late millennial. I guess mid to late millennial. Because it's what Gen Z I'm there as a foundational millennial. So that's early 80s. Miaka ya mwanzoni ya millennials. Okay. Mimi nadhani niko katikati. Sidhani I'm late. Because okay. Niko hapo katikati. Oh, great. Yeah. But everybody else in this room, to the easiest Gen Z. Ni mchanganyiko. Ni mchanganyiko between like late to early Gen Z. Okay. Yeah. Okay. Na kwa asilimia kubwa wengi tunakukumbuka from Skonga. Oh, really? Yeah.
Huyu ananikumbuka. Utakusema kama wadogo sana. That's the fact, kwa sababu when we do our prep meetings, because I have a podcast. Yes. For our podcast, tukiwa tunafanya preparations, tukiwa tuna create strategies, tuna think of what to talk about na nini, sometimes I feel like people assume that what the people we are targeting, the young people we're targeting, they know me and they'll just say, oh yeah, I understand what you're saying, I can listen to you, you know? Yeah. But I came to realize kwamba people who know me, they're not the ones that I'm targeting right now. They're not exactly youth. The time I was doing Skonga, labda walikuwa wako primary school, maybe nursery school, some of them. Secondary. Walikuwa bado hawako na ile memory nzuri ya kusema kwamba they can actually remember me when they see me. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So you guys, you remember me. It's good. It's good to hear that. Are you still actively working with young people? Yes. Okay. Actively. Because Club A to Z, my podcast, that's all about young people. Okay. Yeah, and I also do. I work with some organizations that deal with young people. Maybe perhaps tell us a little bit more about who is Alan outside the Alan of Skonga that the majority of us know. Because you've had the most interesting career path, in my opinion, for a media person. Yeah. Okay. That's an interesting question. I've never thought about it. But Alan outside Skonga is a very shy guy, a very mtu ambaye anajidoubt sana. Unajua? Outside Skonga. Kimkuta Alan wa Skonga, huyu jamaa anajua kila kitu. Huyu jamaa yuko na confidence, lakini Alan outside Skonga ni binadamu wa kawaida ambaye anajifunza, ana self doubts, alafu ni seme kwamba ni introvert nje ya Skonga. So my career path has been interesting, as you say, because sometimes you are in a battle with yourself. Like, people want to see you this way, but you want to see yourself that way. Yeah, you don't see yourself that way anymore. Yes, you don't see yourself that way anymore. So there's a constant battle going on between yourself. Yeah, and that makes it more interesting, because unaweza ukawa uko kwenye situation ya kuwa very doubtful about yourself, trying to think differently, trying to do some stuff that other people don't know about. But then unajiuliza kwamba, will I be able to do this? Or am I going to do this? At the same time, when you change now, you become the other person. When you become that other Alan, things just go like that. Kwamba, yes, I can do it, you know. I'm Alan. I can do it. And you do it. Why though? Is it because this one is a job and this one is... No. I don't know. It's just, I think human beings are complex that way. We are all complex that way. There was a day I even did a reel on Instagram, and I was talking about having different people in our minds. The same people we are, ni mimi huyo, lakini tuko tofauti. Do you understand what I'm trying to say here? Not yet. Okay, let me elaborate that. Like, tuko kwenye constant conversations about decisions we make here in the head. Not with anybody else, with yourself. Whenever you have to make a decision, there's another you that tells you no, and there's another you that tells you yes to the same thing. Sasa whoever takes control, your decision itaenda to that direction. And sometimes it's not even two people. Sometimes there are more people in your head. Kuna mwingine anakuambia huwezi kufanya hiyo kitu. Kuna mwingine anasema come on, you did this, why can't you do this?
Kuna mwingine anasema you guys hebu jibishaneni, mkishamalizana mtakuja mtaniuliza, nitakupa idea tofauti. So that's why in our heads, kama mtu angekuwa na uwezo wa kufungua vichwa vya binadamu akaviangalia, kuna movements nyingi sana zinatokea za mawazo. Movements nyingi sana. Unapokuwa, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya knowledge unaoingiza kichwani, you have a constant conversation with yourself with different kind of thoughts every time. Ukienda church ukamsikiliza pastor, unajikuta kuna maswali yako back in your head about the same thing you've been believing for ages. And sometimes you want to ask, sometimes you don't want to ask, sometimes you want to give it time so that you can understand it, sometimes you say no to it, you know. Those are two different people in your head trying to make conversation so that you can make a best decision. Yeah. So that's why I'm saying human beings are very complex. Na navyosema complex, there's a difference between being complex and being complicated. Okay. Yes, it's different. Yes. It's similar but different. Yeah, similar in a way but totally different. Different in a way kwamba something complicated can have a manual and you can follow it. You know? Kwa mfano building a car. There's a manual, hata kama hujawahi kubuild a car but you have all the spare parts and you have a manual to follow. Even if it takes you 2 years, you finally build it, right? Yeah. Because there's something you follow. Yeah. But something complex, there's no manual, you just have to figure out yourself, just like raising a child. Yeah. Hakuna mtu atakwambia kwamba hii ndo formula ya kulea mtoto, kwa sababu watoto wako tofauti, watoto ni binadamu wenye vichwa tofauti, wenye makuzi tofauti, wenye wanakutana na hali ya hewa tofauti. Wanaona rangi tofauti, wanaona sura tofauti, wanasikia sauti tofauti. So all this makes a human being very complex to the point kwamba you can't have one formula to guide this one person. You understand? Yeah. That's the complexity of human being. And that's why I'm saying Alan Waskonga is totally different na Alan mwingine. Inawezekana kuna Alan watatu ama wanne. Kuna Alan na nyumbani, kuna Alan bro, kuna Alan baba, kuna mshikaji, yes, kuna mfanyabiashara, of course, na landlord, all those, podcaster, SBC specialist, media specialist. You've done your research, my friend. Researcher. Yeah. Human-centered design expert. All those are totally different people. Some look similar, sound similar, but they're different when they are in action. Yeah. Ujana, by that explanation, ujana ni complicated or ni complex? Ujana ni complicated. The whole life is complicated. It's not complex. No, sorry. It's complex, not complicated. Okay. The whole life is complex. Because, again, I go back to my earlier point when I said, when you're raising a child, there's no formula. There's no formula that you can follow. Kuna ideas, kuna references, lakini those are not formulas. Ni kama guidelines. Kuna guidelines, yes. Mtu atakwambia, mimi mtoto wangu wasimpi maziwa kwa sababu sijui hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi mtoto wangu nikiona amefanya hivi, nitamfanyia hivi. Kwa sababu baba yangu alikuwa akinimlea hivi, akinitulea hivi na nini. Unajua? Hizo ni references. Lakini as complex as human beings are, these references zinasaidia tu, lakini you can't say I follow this reference and I follow that reference or I follow all the references. You'll be confused. You'll end up being crazy. Hata huyu mtoto anayekuwa hawezi So ujana is complex kwa sababu hakuna ramani ya ujana. Kwa sasa tunamsaidia vipi kumwongoza kijana? Good question. Inabidi kumfahamu tangu akiwa anakuwa. Unamfahamu tabia zake, unamfahamu anapenda nini,
unafahamu na react vipi to issues, kwa sababu that's the whole essence of good communication. You have to understand the person that you are communicating to. You have to know them. Sindio? Yeah. Tunafahamu the way tunavyoongea na maskari tukisimamishwa barabarani kama umedrive. Yeah. That way you uongei the same way with a doctor or a shopkeeper or someone, you know. So once you know who you're talking to, that means you know how to structure your communication, your messages in a way that they will understand and they will accept it. Okay. So even vijana wako hivyo, kwa sababu life is complex, human beings are complex. You have to make sure you understand that one person you're talking to. You can't understand them 100% because people change. People get new knowledges every day. Yeah? So you need to focus and understand them. Once you understand them, as I say, you can't understand them 100%, but at least you understand them maybe 60-70%. Yeah. Once you understand them 60-70%, there's a chance that they will follow what you're saying, or there's a chance that they will start doing what you're telling them to do, or what you're expecting them to do, or there's a chance that they will react the way that you feel like they should react. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Walisema ujana maji ya moto, walikuwa na maana waliosema hivyo, ujana maji ya moto. And I think that's a very complex time of a human life. Yeah. Because that's when now you actually set yourself up for either success or failure. Ukiangalia serikali yetu ujana unaisha 35. Wewe unadhani ujana unaisha 35? I think that's a political way of putting it. Ujana unaisha wakati gani? Maji ya moto yanaanza kupoa. Ujana I think maji ya moto haya kuna wakati yanachemka na kuna wakati yanapoa, lakini lini yanachemka na lini yanapoa yanategemea na mtu na mtu. Kwa sababu we are fruits of our environment. Tumana wenzetu Marekani, Ulaya na nchi zingine tofauti na Afrika. I don't know kama Afrika pia tuna nchi ambazo zimepiga hatua kiasi hicho, lakini wenzetu unakuta mtu wa miaka 20, kijana wa miaka 20-21 tayari, some of them are CEOs of companies. Some of them are already running successful businesses. Some of them leading some causes, you know. People follow them because of the certain thing. They already have ideas. But sisi huku, ask yourself, a 20-year-old in Tanzania, what are they doing? Well, studying. They're still in school. Yeah. Maybe that's a setback. Maybe that's a setback. Kwa hiyo ujana wetu sisi na ujana wao ni tofauti. Manake ile miaka 35 kwamba mwisho wa ujana huwezi kufananisha na kijana wa Australia na kijana wa Kisarawe. Hapa Tanzania kijana wa Dar es Salaam ni tofauti kabisa na kijana wa Kigoma. Kwa sababu ya environment unaoishi. Kwa hiyo whatever wana consume kuingiza kichwani mwao na kuwafanya wawe wao ni tofauti. Kwa hiyo ujana wao utakuwa tofauti na kijana wa Kigoma atakuwa tofauti na kijana wa Dar es Salaam. Vijana kama mnielewi, naomba mniambie kwamba hatukuelewi, rudia tena. Unaposema okay, so of course ndio ujana wao lazima tofauti, kwa mazingira yao tofauti, na exposure tofauti, yes. Na vitu ambavyo vinatokea katika maisha yao vinatokea kwa kasi ya tofauti. Exactly. Kama mfano uliotoa like mtoto wa miaka 8 sasa hivi na ule ulikuwa na miaka 8 uko tofauti. Yes. Lakini hapo unamaanisha kwamba ujana wao unaenda kwa kasi sana kwa mfano, au wanakuwa ujana unaisha mapema zaidi kwa sababu ya mazingira, au wengine ujana unachelewa kuisha kwa sababu ya mazingira pia? Yes, that's the answer. Au ujana ni ujana tu? That's the answer. That's the answer. Kuna wengine ujana unawahi kuisha
na unawahi kuanza na unawahi kuisha. Na kuna wengine ujana unachelewa kuanza na unachelewa kuisha. Na kuna wengine unachelewa kuanza unawahi kuisha. Kuna wengine unawahi kuanza na unachelewa kuisha. Kwa sababu again, turudi pale pale, it's all about your mindset. Yeah. Mimi nimekuambia hapa I feel like 10 years younger because that's my mindset. Unaona? Kwenye makaratasi watasema kijana mwisho miaka 35. So ukiona umezidi miaka 35 kwenye makaratasi wewe sio kijana. Lakini makaratasi whatever it's set there doesn't define who you are. Not really, yeah. You understand? Yeah, it's an identification. Yes. Kwa sababu kama tungekuwa tunafuata hivyo tungekuwa tunasema nini? I'm trying to give you a very good example. Labda kwenye football. Sawa. Lifespan ya footballer ni miaka 10. Lakini sasa hivi, zamani footballers walikuwa wanaanza wakiwa a bit late. Yaani mtu anaanza kucheza mpira akiwa na miaka 20, 21, 22. Sasa hivi wanaanza kucheza mpira professional akiwa na miaka 15, 16. Umeona? Sasa kama lifespan ya yule alianza miaka 22 kucheza football ni miaka 10, huyu alianza miaka 16, haiwezi kuwa miaka 10. Itaongezeka kidogo. Lakini pia unaona wachezaji kama Cristiano Ronaldo mpaka leo bado anacheza, amecheza sijui World Cup ngapi? Sijui 6. I'm not so sure about that. We will check the stats. But amecheza nyingi, ni 6. Si ndio? Na sasa hivi yuko na umri gani? I don't know. 41, eh? Yeah. Yeah. Ana 41 years old na bado yuko kwenye World Cup. Anacheza sasa hivi. Si ndio? Japo sio kwa kiwango kile, lakini bado anacheza. Kwa nini? Well, he's capable, he's physically able. I think the mindset. Ni mindset tu. Mindset yake yeye anasema mimi bado ni kijana, bado na uwezo wa kucheza na half 16 year olds. Lakini jana nimeona kuna mchezaji najaribu kumbuka huyu nani retire akiwa na miaka 31. Wakati wewe ukiwa na miaka 31 unajiona bado ni kijana, yani una nguvu zako, unataka ufanye vitu vinatokea, lakini kwenye football yeye anasema retire. Of course mwili unaweza pia ukawa ni sababu. Labda afya na vitu kama hivyo. Lakini mimi bado na believe kwamba mindset is number 1, then the rest follows. Okay. So you're saying ujana ni mindset? That's what I'm saying, yeah. Okay. Ujana as a term unaweza kuwa unatumika on a positive angle but also on a negative angle. Si ndio? Ndio maana mtu anaweza watu wanaweza kawa wanamuongelea mtu kwa vijitabia fulani alivyo navyo, afa akasema huyu ujana tu ujana unamsumbua. Ujana unamsumbua atakuwa. Kwa sasa maana yake ujana ni nini? Bado narudi pale. Ujana ni nini? Ni fikra ambazo zinaelekea au zinaashiria vitu gani? Okay. So it comes back to what I'm saying, it's your mindset that will tell you whether you are young or you are old. Okay. I wonder perhaps if there's a slight definition, but not a slight, if there's a clear distinction between being young and being youthful. Exactly. And perhaps. Yeah. I think there is. Okay. Because being young doesn't necessarily mean you're youthful. So you can be youthful and not young, and you can be mature and still young. Yes. Okay. Exactly, yeah. I hear you. Yeah. Sasa hapo, I can't help but just nasikia the cry, but the complaints of older people whenever they talk about younger people. And Alan, mtu kama wewe ambao you've been working with young people for over 20 years. Are we asking young people for too much? Or are we not asking them for enough? Kwa sababu kwa asilimia kubwa ukikutana na watu wazima wakiwa wanazungumzia vijana wa siku hizi, the negativity is much more than the positive. Yeah. I don't know what's your take on that, considering you're somebody, for instance, who's worked with them. You feel their pain. You see their struggle.
you're still technically very closely aligned with them. Are we asking young people for too much? Yeah, kwanza nitasema yes and no to that question. Lakini kwanza I want to create a foundation of this conversation about young people regarding that question. Mimi binafsi wanasikitika sana tunaposhindwa kuwasikiliza vijana na kuwapa nafasi wajaribu. Unajua dunia nzima ina move forward na kwa sababu Africa is youthful. I mean, okay, Africa is young. Let me not say youthful. Going back to our definition. Yeah. Africa is young. The rest of the world is old. Yeah. Yeah. The rest of the world is working so hard to bring young people from Africa to their places, to their countries, to their nations, to their economies. But sisi, we are still trying so hard kuwagandamiza vijana na kuendelea kuwashikilia watu ambao ni less than 15% of the population. Yeah. Because right now population ya Tanzania chini ya miaka 35, I think it's over. Around 68%. No, it's close to 80. Really? Yes, I think so. I think so. We'll check the stats. Okay. Maybe we are close there. Yeah. Even 60 to 80. As a continent, it's around 70%. 70% is under 35, yeah. Yes. Even East Africa. Sasa, the problem is we assume that young people don't know anything. We assume that they cannot do anything. Ni assumption tuko nayo. And that is the problem. Nitakupa mfano mdogo hata nyumbani. Nyumbani kukiwa kuna makaka na wadogo zao, makaka ndio wanaweza kuulizwa for advice. Ama makaka ndio wanaweza kuachiwa responsibilities. Kama baba na mama wanaondoka nyumbani, yule kaka mkubwa ndo ana take the responsibilities, anakuwa responsible for the family. Lakini it doesn't mean kwamba yule mdogo wake wa mwisho hawezi kuwa responsible. It's just because they didn't want. They assumed kwamba hawezi. Lakini I've worked with young people, I've sat with young people, discussed, and I can tell you for free kwamba young people, they are capable. All they need is a direction. That's what they're missing. But they are capable of doing anything that you're giving them to do. You just need to properly direct them, show them where they're going, and they will follow. They'll do it. So to answer your question, are we asking them too much? I said yes and no. Yes, in terms of we expect them to act like adults when we're giving them responsibilities. And that is too much because they're not adults. So even here in your office, when you hire a young person, you can't expect them to reason and work as the same as an older person in your company. So that's where we're asking them too much. We want them to be adults while they're not. We don't want to understand that these are young people. They just need direction so that they can deliver whatever we want them to deliver. We want them to act like adults. That's where when I say we're asking them too much. When I said yes and no. When I said no, we're not asking them too much. It's because we don't understand them. We don't know them enough to actually help them succeed. So we ask very little of them. Why? My earlier example. Tuna assume tu huyu mdogo wetu wa mwisho hawezi fanya chochote, so hatuwezi kumpa majukumu. But ukimpatia majukumu na maelekezo, unaweza ukawa surprised. So leo hii tukiamua kuwapa nafasi vijana, tutaona wapi panavuja, lakini we won't know if we don't give them opportunities, if we don't give them responsibilities. Will we know? We won't.
we'll continue assuming kwamba they can't. But me, I've worked with young people. I know they can. We have examples here in the country. So we're asking very little of them because we know they're capable. They are able to do things. They are able to reason. But we don't give them opportunities to do so. And we're asking them too much because we want them to act like adults. We don't want to understand them. That's why siku hizi kuna conversations zinaendeleaga kusema kwamba employees, Gen Z employees versus millennial employees. We have those kind of conversation because we don't want to understand kwamba these are two separate generations. They reason differently. You understand? So yeah, in short, to answer your question is, yes, we are asking them too much. And no, we are not asking them too much. Okay. So we're asking them too much when we expect them to act like adults when they're not? Yes. And we are not asking them too much because we assume they don't know anything. Okay. Yeah. In some of the work that you've been a part of, I know katika mazingira tofauti umekuwa ukilazimika kutofautisha the boy child versus the girl child. Mimi kwa mfano binafsi sijaweza kuwa exposed the way you've been exposed to those settings. The exposure I have is there has been a lot of emphasis na jitihada na resources na kampeni na nini katika kumuinua the girl child for reasons that are justifiable. But then recently, as of late, I'm also in this strange age bracket where a majority of my friends are fathers and mothers, and they have boy children, and they're very worried. You are worried or they are worried? They are very worried. Oh, okay. I'm not worried. Okay. I don't have a boy child yet. But I can't help but you can worry on I can't help but be concerned that perhaps within the space of communication, media, the public sector, have we left the boy child behind? And yes. And have we left them behind to an extent whereby sometimes the assumptions ambao tunafanya kuhusu vijana zimechangiwa na mazingira ambayo yamekuwa kuanzia shule. Kabla hata hujafika hapa, just to give you additional context, tulikuwa tunapiga tu story and tukawa tunasema nini? Alvin, tukasema utuzima nini? Utuzima dawa. And tukawa tunapiga stories za utuzima dawa, jinsi gani ambavyo unakuta mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 25 na mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 25, most of the time huyu amempiku kwenye vitu vingi zaidi kuliko otherwise, including just self confidence. Yeah. Yani even communication capabilities, etc. And that's why it even makes more sense for the 25-year-old to be interacting with much older men because huyu wanaweza wakawa on the same. You've done so much work around this. Is there really a red flag, or is there just a misunderstanding of what is and what isn't? Yeah, there is a really big red flag there. Why? Because you can't separate the two. And if you try to separate them, you will end up creating chaos and creating more problematic humans in the future. Why? I'll give you an example. Human development campaigns, human development programs ambazo zinaendeshwa na mashirika ya kimataifa mbalimbali. Siku hizi wamebadilika, lakini the past 3, 4, 5 years, more focus was on girl child. When it comes to health, when it comes to entrepreneurship, when it comes to even governance, even what we call democracy, when it comes to politics and stuff like that, they're focusing on empowering young girls to be seen somewhere, to do something around those areas. Yeah, they're forgetting kwamba jinsi tulivyoumbwa binadamu, we cannot operate alone.
this young girl you're empowering right now, when they become of age, they will have someone around them, influencing them, even hurting them. Affecting and affecting. Yes, everything around them. So when you empower this one leg and you forget about the other, hata kwa nyinyi mnaoenda gym, mnajua tu kwamba you won't have that balance you need. So for the future to have that balance, you need to take the same seriousness you're taking on the boy child. Kwa sababu ukimwambia mtoto wa kike kwamba wewe una uwezo wa kufanya kila kitu ambacho mvulana anafanya, inafaa pia umwambie mvulana kwamba wewe una uwezo wa kufanya kila kitu ambacho msichana anafanya. Kwa sababu usipomwambia hivyo, hatoelewa, na atakapokuja kuwa na huyu msichana, yeye atakuwa ni kikwazo kwa mafanikio ya huyu msichana, kwa sababu yeye hajui wala haamini kwamba msichana anaweza kufanya kila kitu, ila msichana anajiaminisha hivyo kwamba anaweza kufanya kila kitu. Sasa umetumia mamilioni ya fedha, miaka mingi, muda wako, na umetengeneza kikosi kazi kizuri cha watoto wa kike, lakini hakuna kikosi kazi kizuri cha watoto wa kiume. Lakini end of the day, hawa watu wawili wanatoka mlango mmoja, they are living together, they are influencing their lives together. You see where I'm going? There's no light at the end of that tunnel, if that is the case. So ndo maana kwambia there's a red flag. Unapo focus kwenye the programs that I've worked on for the past 10-15 years, I've worked in the health sector, I've worked in the financial sector, I've worked in the so financial sector imegawanyika mpaka kwenye agriculture. I've worked in the agriculture sector, entrepreneurship as a whole, na pia what we used to call in our little office participation, ambayo sasa hiyo ndo ina include governance, democracy and everything. So I've worked in those sectors, and every time we were trying to push a campaign, we made sure that we touch both girls and boys. Kwa sababu the same message you're giving a boy, a girl, it has to go to the boy as well, so that they understand each other. But donors don't understand that. Yes. And that's why there's that red flag. And I've said for the past few years, some donors have started to understand this. So even our very brilliant strategy around the issue of sexual and reproductive health, ilikuwa, we said, yes, we've been targeting girls under sexual and reproductive health, adolescent girls all this time, but why don't we just focus on boys and see the outcome? And we tried it, and it worked. It worked in a way kwamba the boys sasa ndo wakawa ndo champions, ndo wakawa pioneers of the ideas we are trying to stimulate in the communities. They were the champions themselves. So even a girl, when a girl wants to protect themselves, a boy will be number one to actually support that. Because if you don't do that, there's always two people trying to fight for a right action anywhere. Yeah. Kulikuwa kuna this famous example ambayo sitataja taasisi, lakini na hii sio around the health, it was around radicalization in was it in Somalia? I think that project was done in Somalia, if I'm not mistaken. I can't remember well, but the issue was walikuwa wanataka kuwarudisha watoto kutoka kwa milisha. Yeah, yani these watoto ambao wanatumika kwenye vita, walikuwa wanatekwa, wanachukuliwa, wanashikishwa bunduki.
Sawa. Sasa kulikuwa kuna kampeni ambayo ilifanywa na taasisi ya kimataifa ya kuwarudisha wale watoto kwenye community zao. Kwa sababu hawa ni watoto bado, unajua watoto wanaenda kushika bunduki na most of them ndio wanakuwa killed huko in the battlefield. Sasa ile kampeni ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Walirudisha watoto almost 90% of their target. Waliwarudisha. Na wakarudi kwenye community. Lakini walichofeli ni kitu kimoja. They only did that campaign to rudisha watoto kwa community, but they did not prepare the community to accept them. Watoto. Yes. Na watoto wameshaona mambo mengi. Yes. So end of the day, 90% walirudi kule. Yani walirudi kwenye community ikawakataa. Na wakaondoka na watoto zaidi. Umeona? Nimetoa huu mfano ni sawa na boy child and a girl child. Kwamba when you try so hard to fix one side, that means unaofanya the other side weaker than this side you're fixing. Even when you go to fix your car, mara nyingi wanakuambia hizi nunua zote mbili. Nunua two pair. Why wanasema hivyo? Kwa sababu ukinunua moja, the other one will continue being weak the way it is. Yeah. You will not be fixing, you will be creating more problems. Yeah? Kwa hiyo kwenye hizi programs ambazo zina run sasa hivi zina target young people. If I was there to advise, I would say just come up with a very good strategy that will touch the hearts of the boys and touch the hearts of the girls. And end of the day, they will meet somewhere. And once they meet somewhere, they will have the common knowledge. They will take common actions. Yeah, one of the famous theories of change that one of my bosses, I took it from my boss. Inasema collective discussion lead to collective understanding, then it leads to collective action. Hapa leo nikukusanya nyinyi wote hapa tukaanza kuzungumzia kuhusiana na nani ana win World Cup. Tutabishana, lakini probably at the end of the day tutaanza kukubaliana baadhi ya vitu kama tuna facts. Na hapa wote tunaweza tukajikuta sasa tukitoka hapa tunaanza kushangilia ile team tuliyosema. It's a collective action. Na hizo ni theories of change. So hizo ziko kwenye whatever I know is social and behavior change communications, the career that I've been under all this time. So there is a red flag, and I think even from the government level, wawe pia wanakaa chini wanafikiria. Ukiona program ina target only one gender, jaribu kudig deeper, jaribu kuangalia future impact itakuwaje. Na kama it doesn't affect, it's okay, but if you see the red flag, try to advise. Okay. And in all this, media play a very big part. A very big part. Sababu tunapokuwa tunazungumza na vijana au kijana, tunazungumza naye kupitia different media platforms, ndio? Hizo avenues za media zimekuwa nyingi, yani kuna traditional media, bado TV, radio, print, lakini kuna digital media ambazo nazo zina nguvu sana. Your social media platforms, your websites, your YouTube, your nini, your WhatsApp groups, your Telegram groups. Yani taarifa ziko nyingi ambazo zina young people wanaweza waka access. So the role of media is clear, and the bigger part of that role is education, lakini pia it's influence. Because that's what media can do. It can influence public perception, isn't it? Yeah. So when you're looking at it that way, as a veteran, I'm joking. Not that you're a veteran. As a legend. Is media doing justice to this conversation of finding media that balance? In the world or our media? Our media, Tanzania. Tanzania, the country ambayo ndo tuna wizara mpya ya vijana for the first time in our history, inaongoza with a very smart gentleman, lakini pia ndo tuna mara ya kwanza tumeona the young people can react
collectively. Lakini pia it's the same time where because I'm talking to you as a Tanzanian. Watu ambao watu tunapigana story ni vijana wenzetu tu ambao wanabela mwanangu. Yani this is true story. Yeah. Mwanangu jana nimeenda kumtembelea mshikaji wangu. Afu mtoto wake kiki na mtoto wangu hivi. Huyu kijana anafanya nini shule? Mbona kama mtoto kiki afu anaenda shule moja? Umeelewa au huyu dogo mbona anavojiongelea na huyu anavojiongelea sio sawa? Huyu mwalimu mbona anavyoongelea hiki na kinavyoongelea kusema sio sawa? Mbona nikijaribu kutafuta maarifa zaidi na taarifa zaidi juu ya vitu vya aina fulani, I don't get this as much as I get this. Like is it something? Well, I think I don't know how to ask this question. Like is the media doing justice to it? Is it doing injustice to it? Or it's not up to media to do justice to it? Because media is also an avenue. Yeah. If I understand your question, and I'll just go with the very clear question you've asked, if the media is doing justice to our younger generation, to the country, right? Is that the question? Yes, that's the question. I would say, and I've said this before, na pia kama nitakuwa labda nimeongea negative kidogo na mtanisamehe, lakini this is how I think. I think our media in Tanzania has been corrupted. I'm sorry to say this. I'm a media person. I've been there. I've worked in media. I still work in media behind the scenes. Lakini I feel like the media has been corrupted in a way kwamba, and that is happening in many parts of the world because of the power and the influence that the media has. Powerful people can use the media as a tool to deliver propaganda, to deliver their agenda, to steer the country into certain direction. Yeah? To distract also people from the reality. Takumbuka back in the days in the Roman Empire, kukiwa kuna issue wanaitisha, ndio maana wajenga zile wanaita ni Colosseum. Yes. Wanaita walikuwa wanaitwaje wale? Gladiators. Wana the whole city comes there and everybody forgets everything. So the Colosseums of today zinafanywa na media. Okay. Zinafanywa na media. Na I think that's for me, that's that media being corrupted because they're being used. In an ideal world, the media is one of the main pillars in the country to educate, to inform, and also to deliver the truth. Yeah? So yeah, our country is led by brilliant people. The ministry is led by a young, brilliant person. It's not easy, again, to get back to where we were. Probably this is my way of, probably I see it this way. Maybe you don't see it this way. Maybe other people see the same way as I see it. Maybe other people don't see the same way, in the way I see it. But kama ningekuwa mimi, ningetafuta namna ya kutumia media kutengeneza kizazi cha vijana, kwanza wazalendo, pili shupavu, ambao wanaweza kuibua hoja na kutengeneza njia ya kwenda sehemu ambayo tunataka kwenda kama nchi. Hata kwenye wizara kwenyewe,
Kuna wizara ya habari, sanaa na michezo, kuna wizara ya vijana ambayo ni mpya, nchi yetu haijawahi kuwa na specific wizara kwa vijana. Kuna wizara ya elimu iko pale. I think kwa mfano hizi wizara zote tatu zingeamua kuwa na ajenda moja ya vijana ya kujifanyia kwanza utafiti tu, vijana wetu wa Kitanzania wanataka nini, wana lack nini, na je tukiwapa hicho kitu kuna chochote kitabadilika kwenye maisha yao. Wafanye tu wako ka utafiti kadogo, of which mimi nasema kwa uhakika zaidi wakifanya hivyo na kweli vijana watabadilika. Na je wakibadilika, je hicho ni kitu ambacho wanaweza kukiendeleza? Kwa sababu kijana maji ya moto, kama tulivyosema, ujana maji ya moto. Ukifika kuna umri fulani, maji yakishakuwa yanachemka, unahitaji kuwa busy, unahitaji kufanya kitu, unahitaji kufocus, you need to be doing something. If you don't do that, you become bored, and once you're bored, it's easy to be lured to different directions. Wenzetu nchi kama Kenya walikuwa na kesi za radicalization in the past years nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu vijana walikuwa hawana cha kufanya. Kwa hiyo mtu akimwambia njoo kamata mtutu, ingia polini, anaenda anafanya. It's easy to lure them into something because they're idle. Lakini if you give them something to do, something to concentrate, a challenge. Good thing is vijana wanavyokuwa kuanzia utoto mpaka kuna umri fulani, we really love challenges. Kwamba unataka usolve Rubik cube, mara sijui utengeneze kitu, ujaribu kuchora kufanya hivi na hivi, ndo binadamu walivyo. And that is complexity nilikuwa nazungumzia before. Kwamba tumeumbwa tuko hatueleweki wakati fulani. Kuna time hatueleweki. You try to touch everything. Sasa if we give them direction, na hizi wizara na I think ndio sehemu pekee ya kuweza kuwapatia direction. Kwa mfano, haiwezekani kwa kila wilaya au kila mkoa kuwa na labda hub ya vijana ambayo inawakutanisha vijana, inawatrain kwenye certain areas ambazo ni za kisasa. Sawa? Za kisasa. Inawatrain kule, afu inawapa kazi. Kwa sababu kazi zipo za serikali, kazi zipo. Why do we have a supplier ambaye ana supply labda t-shirts kwa serikali for the past 20 years? Why don't we try kikundi cha vijana kutoka Tarangire, tuwape changamoto ya kusupply t-shirt za Wizara ya Afya for 1 year. Tuwapatie facilitation, tuwafacilitate wafanye hivyo. Wenyewe wakae chini, come up with ideas how to do they can organize themselves. Ndio nilikuwa nasema kwamba we don't ask too much of them because we don't think they can do it, but they can. Just try. Kuna mtu anaweza kawa nasikiliza akasema, unaongea nini hawa vijana, mimi nawajua. Unawajua wale 3 4 ambao umefanya nao kazi, umewajua Watanzania wote? Mimi mwenyewe na cases kibao za vijana ambao nimejaribu mpaka nikinyosha mikono hivi. Lakini unajiuliza mara mbili kwamba kwa nini huyu kijana ana act this way? Ana act this way because hajapatiwa foundation nzuri. Na hii foundation inatoka wapi? Mimi peke yangu siwezi kumpatia foundation. Foundation inatoka kila kona. Mpaka yule dereva wa daradara ni foundation ile pia. Kile kibanda cha chips anapoenda kununua chakula pale ni foundation. Kwenye kiduka cha betting anachoenda kule ni foundation. Inaendelea kumjenga. The influence comes from all the sides of his life. Kwa hiyo unaweza ukamlaumu, but how have you tried to actually help this person to become the person you want them to be? Na sisi vijana tunafeli wapi? Tunafeli wapi? Mi huwa sipendi sana kulaumu vijana. Japo huwa nafanya hivyo pale inapotakiwa. Sisi vijana hatukuwa vijana kwa kupenda sisi wenyewe. Hatukuwa watoto kwa kupenda sisi wenyewe. Tulizaliwa, tukaletwa kwenye mfumo. Mfumo wetu unaanzia pale nyumbani, mfumo wa kifamilia. Sawa? Na mfumo wa kifamilia
zikiungana ndio inatengeneza jamii, baadaye inakuja kutengeneza nchi. Sawa. Sasa huu mfumo mdogo tu ambao umetuleta sisi duniani, tunashukuru tuko hapa duniani, sawa, asante, umetuleta duniani. Huu mfumo unatujenga vipi? Kwa hiyo unaweza ukasema sisi vijana tunafeli, hatutafuti fursa, kwa sababu hizo ndo point ndo zile wanasemaga vijana watafuti fursa, vijana ni wavivu, vijana wanashinda kubeti kila siku, vijana wako kwenye social media kila siku, vijana, yani tunachokiona ni zao la kile tulichokitengeneza wenyewe, ndo tunawalaumia vijana. Kwa sababu sasa kijana yuko idle, what do you expect them to do? You want them to come to you and say, boss, hapo kuna nafasi ya kupiga picha? Kwa nini hajafanya hivyo? Kwa sababu hujampa hiyo confidence ya kuja kwako na kukuuliza kazi, hujamtengenezea hayo mazingira. Hayo ni maoni yangu. Unaweza ukawa na maoni tofauti, it's okay. Lakini mimi naona tunawalaumu sana vijana kwa vitu ambavyo tungewajenga sisi wenyewe kuanzia sasa hivi. Hata umesema marafiki zako wana watoto, yeah. Nenda kawaulize how inquisitive the kids are right now, yeah, as compared to sisi tulivyokuwa. Yeah. Nitakuuliza wewe swali, unafikiri ni kwa nini? Aina ya malezi. Exactly. Siku hizi kuna mababa wengi zaidi ambao watoto wao wanaweza wakaongea na baba. Because baba bado ni baba, lakini anaweza akaongea naye, akacheza naye, akaspend time na yeye, hata kubuild projects. Yes. Sisi tulikuwa tunafanya projects za shule wenyewe. Yes. Sasa hivi kuna kiti cha baba utaki kukaa. Sisi tulikuwa ukisikia tu funguo ya baba hivi unakimbia, hauonekani tena hapo. Kama ulikuwa umekaa sitting room, kama ulikuwa wapi, unakimbia na unajifanya uko busy, kwa sababu ni malezi ambayo tumekuwa nayo. Yalikuwa anafanya kazi wakati ule, lakini kwa sasa hivi hayafanya kazi. Watoto wetu siku hizi wanajua vitu vingi kwa sababu ya exposure ambayo sisi tumewapatia. Tumewaruhusu waone vitu, tumewaruhusu wafunguke. Umeona? Huku kuwaruhusu kufunguka, hawa watoto wetu wa leo ni tofauti na vijana hawa tu wa leo tunaowazungumzia. Hawa vijana wa leo maana yake tuseme ni vijana wa miaka tuseme 18 mpaka 30 hapo. Hawa ni zao la, inawezekana labda ni very early millennials ama nyuma yake kidogo, ama gen, wale wanaitwaje wale wa nyuma yetu? Sawa. Before millennial, nimesahau. Sio Gen X. Sio Gen X. Ni Gen X, Ni Gen X. Ni Gen X. Ni zao la Gen X. Gen Alpha ni? Gen Alpha wanakuja. Okay, ni Gen X, okay. Kwa hiyo hawa vijana tunaozungumzia ni zao la Gen X. Yeah. Na kama kuna millennial na mtoto miaka 18, basi huyo millennial alikuwa alianza mapema sana. Jana ulikuwa wa moto. Yes. Lakini wengi ni zao la Gen X. Sasa Gen X wao waliwalea vipi? Umeona? Sisi tunawalea hivi, wao waliwalea vipi hao watoto? Kwa hiyo sasa hivi tunaweza tukawalaumu, lakini ni zao la mfumo wa malezi kutoka nyumbani. Mfano, huwa natoa mfano mara nyingi. Huwa tunakaa tunalalamika, fedha zetu za wananchi zinaliwa, sijui nini. Anayekula sio Mkenya wala sio Mganda wala sio Marekani. Anayekula ni Mtanzania. Na huyu Mtanzania usikute ni Msukuma. Na huyu Msukuma usikute ni jirani yetu. Na huyu jirani yetu usikute ni baba yetu. Unaelewa ninachokisema? Nakuelewa. Kwamba huyu tunayesema sasa hivi anakula hela zetu na mlalamikia ni zao la familia zetu, ni sisi wenyewe, ni ndugu yetu, ni kaka yetu, ni mdogo wetu, ni mjomba wetu, ni baba yetu, ni babu yetu. Je, tukimuona akija kwenye family event tunamkasirikia vile vile ambavyo tunakasirika huko mtaani kwamba wanakula hela zetu? Je, tunamwambia pale akija kwenye family event kwamba wewe hatutaongea na wewe kwa sababu fedha za barabara umekula 80%? Tunafanya hivyo? We don't. In fact, tunawa celebrate. Tuna celebrate watu kwa namna hiyo. Yeah.
tunarudi pale kwenye ule mfumo mdogo wa familia. Kwa sasa hivi hata ukisema vijana wanafeli wapi, vijana wanafeli kwamba hawana confidence enough ya kuweza kutafuta opportunities, hawana confidence ya kusimama ya kusema kwamba I can do this and I am ready for the challenge, hawana confidence enough hata ya kumaliza task waliopewa, kwa sababu akiwa nafanya hata huko makazini, ukimpa kazi Gen Z unajikuta wewe kila wakati uko around na yeye, tukoona je anafanya vizuri, je tunafanikisha hii ndani ya tarehe tulizozipanga hivi. Ukimwacha alafu akafeli ya kwanza akafeli ya pili, unafikiri atafeli mara ya tatu? Ukimpa nafasi ya kujifunza ndo anajifunza, ndo unajenga timu bora. Ndo unajenga timu bora. Hata kama utafeli, ndio project ya kwanza ya pili, kwa sababu Gen Z alikuwa anailead na kutokana na ujenzi wake akashindwa kuifanikisha, lakini anajifunza, the next project ataifanya better than the previous one. After 3-4 projects huyo ndo atakuwa the lead. Na hata unaweza ukalala usingizi wala usipate shida. Kwa hiyo wanafeli kwa changamoto ambazo sisi wenyewe tumewawekea. Kwa hiyo ni changamoto pia za kimfumo. Za kimfumo. Okay. Yeah. So tuna segment nje ya boxi, and I'm going to paint a few scenarios for you. Okay. And then I'm going to ask you to just share your opinion with me. Okay. So I want to paint 2 pictures for you. Okay. Najua ni creative. I hope I believe so. I hope uta enjoy. Yeah. Sa picha la kwanza, vijana wote Tanzania ambao wako kwenye umri wa 20 hapo, sawa in school na out of school, they're 20 years old. Yani vijana ambao wameishi vya kutosha, wanashaanza kuzielewa changamoto na wana vitu, wana opinions mbalimbali juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea katika maisha yao na jamii zao. Wakapata nafasi ya kuandika barua kuhusiana na hizo changamoto wanazopitia. Unadhani hizo titles za hizo barua zitakuwa ni nini? Titles za barua? Yeah. Hiyo barua inaenda wapi? Inaenda wapi hiyo barua? Inaenda kwa vyombo vya habari na vyombo vyenye uwezo wa kuinfluence. So vyombo vya habari, uongozi. Okay. This is a good one. What do you think the titles of those letters will be? Barua zao zina maelezo. Ni punchline. Ni punchline. Ni punchline. Ni punchlines. Let me think as a creative. Hapo umeniset vizuri. Barua zinazungumzia changamoto zao. Yes. Vijana wa kiume na wa kike, in school, out of school. Kwa ni dogo ambaye ameweza form 6, mwingine yuko chuo tayari, mwingine anafanya biashara yake, mwingine anaendesha bodaboda, bajaji, mwingine bado anajitafuta, na mwingine ndo amepata ujauzito, amejifungua, ndo mzazi, mwingine amekuwa baba, mwingine amekuwa mlezi kwa sababu wazazi wake wameondoka, na kadhalika na kadhalika. Okay, hapa nafikiria vitu tofauti. Na pia fikra zangu ziko influence kidogo na huko nyuma. Nitoke vipi? Nipe mchongo. Titles za barua: out of school, in school, yeah, 20-year-old. That's going to be a combination of words. It can be a sentence. Can be a sentence. Yeah. So najaribu kufikiria fursa, najaribu kufikiria mchongo, najaribu kufikiria pesa kwa sababu that is in their mind. Yeah. Najaribu kufikiria kufanya, like something that I can do now. It can be a bit of a challenge for me to put together one thing right now, but those are the areas I can touch. Yeah. Mkwanja, pesa, si ndio? Mchongo, like daily.
like opportunities, fursa. The force within kutaka kufanya kitu. So barua yao itakuwa ina title ambayo inaendana na haya hivi vitu. Yeah, I cannot put one thing right now together, but I think to be around that time, around those words. Okay. Yeah. Now imagine 2045. Sawa. Vijana wameamua kuacha kusikiliza wazazi wao, walimu, serikali, viongozi wa dini, wameacha kusikiliza. And it's 2045. The same vijana tunazungumzia sasa hivi? The same vijana ama vijana watakaokuwa 2045? Sasa hivi imefika 2045. Yeah? You mean those 20-year-olds? Yes, those 20-year-olds are now in their 40s. In their 40s. Okay, good. Or late 30s. If it was a movie, let me say hiyo movie ikoje? yani the end ni kwamba wameacha kusikiliza wazazi wao. Yeah. That's the end of the movie. Not the end of the movie, wameacha kusikiliza now. It's 2045. Wameacha kusikiliza sasa hivi. Yeah. So wametuma barua. Sema barua zijajibiwa. Kutoka kuna scratches za kutosha kwenye miili yao. Kuna scratches. Yes. Kama marks. Au scratches kama mikwaruzo ya kutosha kwenye miili yao, kwa sababu nilizungumza kwamba maisha hayana manual ni kusema kwamba unaifollow, lakini kuna references, kuna guidelines ambazo unaweza ukazifollow zikakupeleka unakotaka ama zikakupoteza pia at the same time. So kwenye hiyo movie kwamba vijana wameacha kusikiliza, wameacha kufuata wazazi, maneno wanayosema, wameanza kufollow instinct zao, wameanza kujitengenezea generation zao. Yes. Wameanza kufanya vitu vyao. A lot of chaos inatokea kwenye hiyo movie kwa sababu tayari wao hawajaanza from the scratch, yani wako ndani ya kitu. Yani sawasawa na useme kitunguu kianze kutaka kutoka nje ya sufuria ambacho umeshakiweka kwenye sufuria na kinachemka. Umeona? Kwa hiyo kwanza kuna a lot of fights, fight against whatever they are in at that moment until kujipata kusema kwamba sasa we can start doing our own things na vitu kama hivyo. Sababu everything ni mfumo. Kwa mfano sasa hivi hata useme kwamba eti kwa sababu sitaki kusikiliza mtu yoyote, kwa hiyo sitatumia barabara hii, nitapita nyuma. Yani unajua there's a mfumo. You get. So in that movie, for me, I see a lot of chaos happening from the beginning, but the chaos inaenda kuisha mwishoni, kwa sababu tayari watakuwa wameshapitia hiyo mikwaruzo yote, na mikwaruzo ndio itawajenga kuwa wao wale wanaotaka kuwa. Mikwaruzo inaweza ikawarudisha, ikawafanya wa regret ama wasi regret, kusema kwamba I wish ningemsikiliza yule mzee, ama kwa nini tumefanya hivi mapema, bora tungeacha kidogo angalau miaka 3-4 afu ndo sasa tujiongoze. Unajua kuna hiyo. So that's an interesting movie by the way, to write and to direct. I would love to do that. Maybe I can think about it, but that's what I see. So hiyo mikwaruzo kwa mfano kwenye mileo ni viashiria vya kitu au ni sababu wamepigana? Hivyo ni viashiria vya kutaka kutoka. Kutaka kutoka kwenye mfumo wa kimaisha tulionao. Kwa sababu usipomsikiliza mzazi pale nyumbani, maana utatoka nje. Wanasemaga asiyefunzwa na mamaye hafunzwa na Mungu. Kwa ulimwenguni kuna mfumo wake pia kuishi ulimwenguni. Usiposikiliza huko ule pia utaenda hapo. Kwa hiyo lazima utakutana na hiyo mikwaruzo. So mikwaruzo unaoipata ni kwa sababu ya kufight against what is set already. Yeah? You want to get out of that. You want to be free. You want to think freely. Kwa sababu siku hizi we are not thinking freely. Yeah. Yeah? Our thoughts are influenced. And the biggest thing is fear. Our thoughts are influenced by fear. Na hiyo fear tumetengenezewa picha yake, kwamba ukifikiria hivi matokeo yake yatakuwa hivi. Ile picha tunaiona.
Wachache watakuwa washupavu ku go against it. Wale ambao watakuwa washupavu ndo wataishia kupata hiyo mikwaruzo ya maisha na nini, na end of the day they can even die. In that movie is very interesting that you know, the one that we are creating now. Some of them will die horribly because of trying to break away. In fact, this movie is inafanana kabisa na Silo. Okay. Inafanana kabisa. You go watch it. Okay. Nitaitafuta. Yes. Silo, SILO. Yes, SILO. Okay. It's a series. Yeah. Do you have any regrets za ujana wako na jinsi ulivyotumia? I don't have any regrets. I don't have any regrets because that's the mindset I've set. Okay. Kwamba decision nilofanya jana, it was right. Jana. Sasa hivi naweza kuona kwamba it wasn't right, but it's today, it's not yesterday. Okay. So when I was young, I did things, they were right for me that time. Okay. Maybe it was a part of my learning, yeah. a part of my growth. Yeah. Kwa hiyo I never regret anything. Okay. And yes. So the biggest lesson looking back has been? Looking back, I think the biggest lesson for me is go do it. Because I feel like there are some things that I didn't do. There are some things that I would have done even better than I did, or I feel like I've wasted my time, my youth. I could have done more than what I did. So the biggest lesson to young people is just go do it. When you have an idea, just go do it. In fact, be a character in this movie. Don't wait for people to tell you what to do. Think freely. Break out. Ama it's break away. Break out of that system that is controlling your thinking, controlling everything that you everything that you are. Sawa, ila sinajua kwenye hiyo movie wewe ni vampire, you never die. Unabaki umri huo. But you said they're 45 now. In the movie, you're the vampire. Yeah, so I think that's the biggest lesson, kwa sababu kuna vitu ningefanya vizuri, kuna vitu ningefanya zaidi, but I feel like nili waste because of maybe fear, maybe I didn't have enough confidence, maybe I didn't have enough references or guideline, or maybe a guide, someone who could, hold my hand and, take me places, take me through, my ideas. I don't know, but I don't regret, because it's just a part of learning. Maybe the knowledge or everything I have now, my mindset right now is fed by my past. Yeah. Okay. So, Alan. Yes. Mtubariki sana. Thank you for your time. Thank you so much. Yeah. Nimefurahi pia kuwa hapa. Nafurahi kuzungumza kuhusu young people all the time. Yeah. So, thank you. Asante. Karibu tena Msasani. Asante.